Habari msikilizaji, karibu sana katika kipindi cha Songa Kidigitali. Mimi ni Beka Muhamba. Nami ni Koleta Hume. Kipindi hiki ni sehemu ya program ya mpango wa ushirikiano wa kidigitali Tanzania kupitia shirika la Tech and Media Convergence kwa ufadhili wa Balozi wa Marekani Tanzania, lakini pia kwa ushirikiano na idara ya ofisi ya masuala ya Afrika nchini Marekani. Programu hii ya mpango wa ushirikiano kidigitali imelenga kuwajengea uelewa wananchi na kukuza ufuatiliaji wa taarifa za vyombo vya habari, kupata uelewa juu ya matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii, kugundua fursa na hatari zilizopo katika maendeleo haya makubwa ya kidigitali. Kwa pamoja tumelenga kukuza hamasa kwa wananchi katika kuleta mabadiliko chanya kupitia uelewa wa taarifa za vyombo vya habari na haswa katika maeneo ya vijijini katika zama hizi za kidigitali. Sehemu ya 9 kipindi hiki, msikilizaji, tutaangazia misingi ya usalama wa mtandaoni. Katika mada hii ya 9 inayoeleza juu ya misingi ya usalama mtandaoni, tuko na vijana kutokea ndani ya wilaya ya Kigoma ambao watashiriki na sisi juu ya uzoefu wao wa matumizi ya mitandao ya kijamii, lakini watashiriki nasi juu ya masuala mazima ya kudukuliwa mtandaoni, wakitueleza pia ni kosa gani kubwa la usalama mtandaoni ambalo mtu anaweza kulifanya, lakini pia watashiriki nasi juu ya namna gani tunavyoweza kulinda data zetu binafsi mtandaoni. Na hapa tuko na Zainab, Pelagia, Naftal, Kanyuka pamoja na Joseph Seye, na hawa ndio ambao tutakuwa tunajadili nao hapa. Msikilizaji, kipindi hiki kimetayarishwa na studio za Main FM Radio Kigoma. Tufuatilie kupitia mitandao yetu ya kijamii @mainfm Tanzania au kupitia nambari ya simu 0677 000009. Kadri watu wengi wanavyotegemea simu janja, kompyuta na internet kwa shughuli za kila siku, vitisho vya mtandaoni kama vile udukuzi, utapeli na virusi vinaongezeka. Watu wengi huwa wahanga wa uhalifu wa mtandaoni kutokana na maneno siri dhaifu, tabia zisizo salama za kuvinjari na ukosefu wa usalama wa kifaa. Kupitia mwongozo huu, msikilizaji, utakuelimisha jinsi ya kulinda kifaa chako binafsi, kulinda mitandao yako ya nyumbani na kuepuka vitisho vya kawaida kule mtandaoni. Hebu tutazame juu ya usalama wa mtandaoni, ikiwa ni pamoja na kulinda vifaa vyako, data yako binafsi na akaunti zako za mtandaoni dhidi ya wadukuzi na program hasidi. Mosi, sanikisha program ya antivirus. Kwa nini? Hii inakulinda dhidi ya virusi, program za ujasusi na program za fidia. Lakini chaguo bora za antivirus za bure: Windows Defender, Avast, Bitdefender. Pili, iweke iwe ya kisasa, kwa maana ya virusi vipya huonekana kila siku. Sasisha programu ya antivirus mara kwa mara. Kwa mfano, ikiwa simu ya mtu inaenda polepole na inaonesha matangazo ya ajabu, inaweza kuwa na virusi. Kusanikisha antivirus kunaweza kusaidia kuiondoa. Na hatua ya pili tunasema weka vifaa na programu zako zikiwa zimesasishwa. Kwa nini sasa? Kwa sababu usasishaji wa vifaa hurekebisha udhaifu wa usalama ambao wadukuzi hutumia mara kwa mara. Ni kwa namna gani unaweza kuweka vifaa hivi salama? Washa usasishaji automatic kwa simu yako, kompyuta na program. Ni nini sasa cha kusasisha? Mifumo endeshi, yani Windows, iOS au Android, lakini pia program na vivinjari kwa maana ya Chrome au Firefox. Kwa mfano, mtu anayetumia toleo la zamani la WhatsApp anaweza kuwa katika hatari ya kudukuliwa. Kusasisha program huifanya iwe salama zaidi. Na hizi hapa ni tabia salama za kuvinjari. Mosi, angalia usalama wa tovuti, kwa maana daima tafuta HTTPS kabla ya kuingiza maelezo ya kibinafsi. Lakini pili, epuka kubofya viungo vya kutiliwa shaka, kwa maana ya barua pepe na ujumbe bandia vinaweza kuiba neno siri lako. Na tatu, tumia injini salama ya utafutaji, yani Google Safe Browsing, husaidia kuzuia tovuti hatarishi. Kwa mfano, ikiwa mtu atapata barua pepe inayosema umeshinda zawadi, bofya hapa udai, kuna uwezekano mkubwa ni utapeli. Hivyo usibofye viungo visivyojulikana. Msikilizaji, na sasa tuangazie namna ya kulinda mitandao ya nyumbani. Yaani hapa tutaangazia jinsi ya kulinda wifi yako na muunganisho wako wa internet. Cha kwanza kabisa, tumia maneno siri imara ya wifi. Sasa ni kwa nini unatakiwa kufanya hivi? Maneno siri dhaifu huruhusu wadukuzi au majirani kuiba internet yako au kufikia faili zako binafsi. Sasa ni jinsi gani pia unaweza kufanya hivi? Unda neno siri imara, tumia mchanganyiko wa herufi, nambari na alama. Mfano wa neno siri dhaifu ni 1, 2, 3, 4, 5 au password. Lakini na mfano wa neno siri imara unaweza kuandika TZ@2024 ukamalizia na neno wifi au alama ya mshangao.
Lakini pia msikilizaji, badilisha mipangilio msingi ya ruta. Ruta nyingi huja na maneno siri msingi kama vile admin ambayo wadukuzi wanaweza kukisia. Lakini pia ingia kwenye mipangilio ya ruta yako na ubadilishe neno siri msingi la msimamizi. Na mwisho kabisa, zima ufikiaji wa mbali ili kuzuia udukuzi. Kwa mfano, ikiwa wifi ya mtu inaenda polepole kuliko kawaida, majirani wanaweza kuwa wanaitumia. Kwa hiyo, badilisha neno siri. Kitu kingine, sasisha program dhibiti ya ruta. Kwa nini unatakiwa kufanya hivi? Program ya zamani ya ruta ina dosari za usalama ambazo wadukuzi huweza kuzitumia. Tuangazie jinsi gani sasa unaweza kufanya hivi. Ingia kwenye mipangilio ya ruta yako na uangalie usasishaji wa program dhibiti. Kwa mfano, biashara ambayo haisasishi ruta yake ina hatari ya data za wateja kuibiwa na wadukuzi. Na sasa hebu tutazame vidokezo muhimu vya usalama wa kifaa chako. Mosi, tunasema hifadhi nakala ya data yako. Kwa nini ni muhimu? Ikiwa simu yako au kompyuta yako ndogo itaharibika, unaweza kurejesha faili zilizopotea. Kivipi sasa? Tumia Google Drive, iCloud au diski kuu ya nje. Kwa mfano, ikiwa simu ya mtu imeibiwa, wanaweza kupata hati muhimu ikiwa walihifadhi nakala ya data yako mtandaoni. Lakini pili, tunasema epuka barua pepe na ujumbe wa ulaghai. Ulaghai ni wakati wadukuzi wanatuma barua pepe bandia wakijifanya kuwa bank, ofisi za serikali au hata kampuni. Sasa ni vipi unaweza kuutambua ulaghai? Sauti ya haraka, kwa maana ya akaunti yako itafungwa, au bofya sasa. Viungo vya kutiliwa shaka ni pamoja na www.banksecurity.alerts.com badala ya tovuti halisi ya benki. Uuliza maelezo ya kibinafsi, kwa mfano, tuma neno siri lako ili kuthibitisha akaunti yako. Sasa mfano, ikiwa mtu atapokea barua pepe inayosema mpendwa mteja, thibitisha maelezo yako ya benki kwa kubofya hapa, kuna uwezekano mkubwa huu ukawa ni utapeli. Tunaelekezwa kuwa waangalifu na wifi ya umma. Kwa nini ni muhimu? Wadukuzi wanaweza kuiba data binafsi kwenye mitandao ya wifi isiyo salama, ikiwa ni pamoja na migahawa, viwanja vya ndege au hata mahoteli. Vidokezo salama vya kuvinjari kwenye wifi ya umma ni pamoja na kuepuka kuingia kwenye akaunti za bank au kufanya malipo mtandaoni. Lakini pia tumia VPN, kwa maana ya mtandao binafsi wa visual, kusimba data. Lakini tatu, tunasema zima muunganisho automatic wa wifi kwenye simu yako. Kwa mfano, mtu anayeangalia program yake ya bank kwenye wifi ya bure kwenye duka la kahawa anaweza kudukuliwa. Kwa hivyo tumia data ya simu badala ya kutumia wifi. Katika mada hii ya 9 inayoeleza juu ya misingi ya usalama mtandaoni, tuko na vijana kutokea ndani ya wilaya ya Kigoma ambao watashiriki na sisi juu ya uzoefu wao wa matumizi ya mitandao ya kijamii, lakini watashiriki nasi juu ya masuala mazima ya kudukuliwa mtandaoni, wakitueleza pia ni kosa gani kubwa la usalama mtandaoni ambalo mtu anaweza kulifanya, lakini pia watashiriki nasi juu ya namna gani tunavyoweza kulinda data zetu binafsi mtandaoni. Na hapa tuko na Zainab, Pelagia, Naftal, Kanyuka pamoja na Joseph Seye, na hawa ndio ambao tutakuwa tunajadili nao hapa, na wewe pia una nafasi ya kushiriki nasi kupitia 0677 00 0009. Mimi natamani tuanze na kufahamu kwamba wewe huwa unazingatia nini unapokuwa unatumia mitandao hii ya kijamii hasa. Yaani kitu gani hasa huwa unakizingatia kabla ya kuanza matumizi yenyewe ya mitandao ya kijamii? Tuanze kwa Kanyuka pale. Asante. Mimi mara nyingi huwa nazingatia content ambazo, mfano kama Facebook, content zake nyingi huwa ni za picha. TikTok, content zake nyingi ni za video fupi fupi na za kuchekesha. Na YouTube, content zake nyingi ni za habari. Ndio kitu ambacho huwa nazingatia. Okay. Na ni mtandao gani hasa unapenda kutumia kwa sana? Mara nyingi natumia YouTube. Ndio. Okay. Joseph? Mara nyingi pia natumia YouTube, lakini ni mpenzi vile vile wa kuingia TikTok kwa ajili ya kupata furaha. Na huo unazingatia nini kabla ya kuingia kwenye kutumia hiyo mitandao yenyewe? Jambo la kwanza, naangalia maudhui ambayo yanakuwa niko nayo rafiki. Okay. Naangalia maudhui ambayo niko nayo rafiki ambayo naweza nikaruhusu pia hata niweze kupewa maudhui hayo. Maudhui ambayo kwangu nakuwa sijalizishwa huwa nazuia nisiweze kuyapokea.
tuje kwa Pelagia. Pelagia, wewe kabla ya kuingia kwenye matumizi ya mitandao yenyewe, wewe unazingatia nini hasa? Ni kitu gani huwa kinakusukuma kwamba sasa naingia kwenye mtandao fulani kwa ajili ya kufanya 1 2 3? Ni kutokana na lengo la useme maudhui ya kwenda kuangalia kwenye mtandao. Naweza nikaingia Instagram kwa mfano, naenda kutafuta taarifa fulani, YouTube, Facebook. Kikubwa ni maudhui ndio inanisukuma na inspire kwenda kwenye mtandao fulani. Kwa hiyo huwa unaangalia kwamba mimi sasa hivi nataka kuingia mtandaoni, natafuta kitu fulani, kwa hiyo najua nitembelee mtandao gani. Naftali? Kwanza kabisa mimi kitu ambacho huwa kinanisukuma kutembelea mitandao ya kijamii, hasa mtandao naopenda kutumia zaidi mtandao wa Facebook na Instagram. Kwa mtandao wa Facebook na Instagram, kitu ambacho huwa nakifanya zaidi ni kuangalia wale followers wao. Wenye rafiki na mimi naangalia followers na visit kwenye account zao, naangalia maudhui walioweka. Then kama itanilazimu kushare nitashare, lakini ni kitu kingine ambacho na sijawahi kukifanya ni kushare video ama picha za mtu nisiyemjua. Maana yake hii inaweza pia kaniletea changamoto katika matumizi yangu ya internet. Na huwa nalinda sana faragha. Yaani naheshimu sana kwa kushare picha, naweza nikashare picha ya mtu nayemjua, lakini kwa mtu nisiyemjua kwangu mimi hiyo inakuwa ngumu kushare video ama picha alizoziweka, kwa sababu inawezekana na maudhui yake labda nataka na yeye atrendi. Kwa hiyo unapozidi kushare unazidi na wewe pia unazushi labda ni kitu cha yani ambacho kwa jamii yakistahili. Unakuwa unazushi, na pia sisi kumbuka, na sisi kuna jamii inatutazama. Tuna familia, tuna wazazi, tuna ndugu, tuna jamaa na marafiki. Hawezi kuona umeshare picha za ajabu na wao atakuona kama umeshaathirika na mitandao ya kijamii. Kwa hiyo inabidi ushare vitu vyenye maudhui, content, maana share vitu vyenye vitu vizuri kwenye jamii itakuchukulia na mtu wa maana kweli kweli, na watapenda hata kutembea kwenye account yako kuona yale maudhui yaweka. Kwa kila siku, yani watu watakuwa wanakufuatilia kwa ukaribu zaidi kwenye account yako. Zainab, unazingatia nini kabla ya kuingia kwenye mitandao? Kitu gani hasa unakifuatilia, unakitazama kabla ya kwenda huko? Kitu cha kwanza nachokizingatia mimi ni MB nazo za kutosha. Nikishaangalia hicho kitu nawasha data yangu, then naanza kuperuzi, iwe TikTok, Facebook au Instagram. Mnakubaliana na mimi kwamba mitandao ya kijamii inatuunganisha na kutupa marafiki wapya pengine kabisa? Lakini tunakubaliana kwamba huku kwenye mitandao pia tunaathirika zaidi. Kwa mfano athari ambazo mtu anaweza kukutana nazo hasa kwenye matumizi ya mitandao ni kama zipi? Mimi kwa upande wangu ni athari ya kwanza, yani ambayo sipendi na chukia kwenye mtandao wa TikTok. Kuna baadhi ya picha za ngono huwa zinaendelea, ni ile zinaniathiri kwa kweli. Kuna muda sitamani hata kuzana, lakini ikibidi tu, yani naneli tu imekuja. Kwa hiyo unajikuta inaumiza Kanyuka, ni athari gani hasa ambazo tunaweza kukutana nazo hasa kwenye matumizi ya mitandao? Athari zipo nyingi kama alivyosema Zainab hapo, picha za ngono, pia kuna kutapeliwa. Kuna mtu akwambia bonyeza linki fulani upate hiki, kumbe ukibonyeza hiyo linki unakuwa umepotezwa. Na Joseph, moja changamoto kubwa ni maudhui ambayo hujapendelea, na mbaya zaidi simu wakati mwingine tunajaribu kuwa huru sana, labda unapokuwa mazingira ya nyumbani, labda kuna program ulikuwa unazifuatilia kwa ajili ya kijana, kwa ajili ya kumsaidia. Lakini sasa kwa sababu ni vitu vinakuja kwenye njia ya matangazo, kuja request na wenyewe vinafika, wakati mwingine maudhui yanasumbua sana, hasa unapokuwa na mtu wa rika tofauti na wewe. Kwa hiyo kimsingi kweli kwenye upande wa faragha za maudhui kidogo ni tatizo kubwa. Wewe unawezaje kudhibiti hili, yani kwa upande wako? Mara nyingi maudhui ambayo siyapendi huwa na kwenda kwenye sehemu ya kuweka caption kwamba not interested, ili nisiweze kutumiwa tena vitu vya namna hiyo, au ile page isiweze kujirudia kwangu. Kanyuka, unawezaje kuepuka hili? Ukiwa TikTok labda unaperuzi kwa kutana na picha kama za ajabu labda za hivyo za ngono na nini, huwa mara nyingi nazikwepa na peruzi wanasema. Lakini kwa upande wa YouTube kwenyewe huwa kuna option pale ipo, unabonyeza, kuna maelezo pale not interested, unabonyeza ile, wanakuwa kutumia video za vile zinakuwa ziji kwenye account yako. Ndio mara nyingi natumia njia hiyo.
Ndio. Sawa. Nafikiri kuna athari gani ambazo unazifahamu kwamba kwa mtu ambaye anatumia mitandao au hata wewe unaweza kukutana nazo kwenye matumizi ya mitandao? Kwenye matumizi ya mitandao pia tunaweza tukapata bias and manipulation information. Na taarifa za uongo. Kwa matumizi ya internet tumeona nowadays watu wamekuwa wakipublish taarifa zingine za uongo, na wewe unapozoea mtumiaji, sisi watumiaji wa internet, zile taarifa tunavyozipata na sisi tukazishare ama tukazipublish kwa jamii, sisi tunaonekana kama tumekuwa waongo na tunazidi kuipotosha jamii kwenye upande huo. Kingine pia ni pia matumizi, pengine tuseme na cost sana, gharama au lazima uweke MB, lazima utembee. Hasa ukiweka MB kwa siku unaweza ukajikuta unatumia zaidi ya 2000, ambapo hata 2000 hiyo mtu angejaribu hata kujiwekeza kwenye kwenye maisha ya kawaida tu akasaidia hata jamii. Pia na cost sana internet. Kwenye gharama pia ni gharama. Lakini si tunafaidika lakini na gharama. Lazima uilipie. Atuingia gibure kwa Pelagia, ni nini ambacho wewe unaona kwamba mtu anaweza kaathirika nacho hasa huko kwenye matumizi ya mitandao? Mimi sitoki mbali sana, ni kama hapo alivyosema Kanyuka na Dau. Yaani hapa momonyoko wa maadili. Hicho ni kitu ambacho kina cost. Maana watu wanapost picha za utupu, za ngono, afu mtandao wa kijamii naangaliwa na rika tofauti hadi watoto. Kwa hiyo moja ya changamoto ambazo naziona ni momonyoko wa maadili. Okay. Nafikiri kuna namna tunavyoweza kudhibiti na kujikinga na hili ambalo mlizungumza kwamba mmonyoko wa maadili hasa kwenye matumizi ya mitandao. Kwenye matumizi ya mitandao pia ndo tunashauriwa tuweze kuweka pattern ama password na nini. Maana yake mtu mwenye weledi na mitandao ya kijamii hawezi kupublish picha kama ilizosema, picha za ngono na tupu. Pengine labda unaweza kaibiwa account yako, mtu anayetumia account yako ndo akawa na publish vitu vya aina ile. Kwa hiyo inabidi tuweze kulinda kwa kuweka password ama pin kwenye mitandao yetu ama account zetu. Tunawezaje kujilinda sasa dhidi ya huo mmonyoko wa maadili? Tunawezaje kujilinda sisi, kuilinda jamii dhidi ya mmonyoko wa maadili kwenye mitandao? Kwa upande wangu mimi nikiona video kama hizo mtandaoni, labda ni Facebook, labda ni TikTok, na siziangalia. Ila bahati mbaya umeshakutana nazo. Ndio nakuelewa. Una scroll. Sawa. Sasa kuna kitu kinaitwa udukuzi. Sijui kama tumeshakutana nacho. Kanyuka, kwa sababu wewe pia ni mtumiaji mzuri sana wa mitandao. Umeshakutana na kitu kinaitwa udukuzi mtandaoni? Udukuzi kipo sana, lakini binafsi hajawahi kunitokea. Okay. Binafsi wewe kwa binafsi yako hajawahi kutokea. Ila mtu wako yeyote wa karibu unayemfahamu? Huwa nasikia tu. Unasikia? Kuliwa account yangu ndio. Mara nyingi ndio wao tu wanasema kwamba wanakutumia linki labda hata WhatsApp. Kisha bonyeza ile linki. Kwa upande kama una labda account ya YouTube, kuna namna ambao kule wanafanya waitwa mahaka. Jikuta ile account sasa wewe sio admin tena, naongoza mtu mwingine. Wanakuwa wameidukua. Okay. Ndio. Kuna mtu amewahi kudukuliwa hapa kati yetu? Yaani either yeye au mtu wake wa karibu? Kwa tuliopo hapana, lakini kwa jambo hili mara nyingi linajitokeza kwa wale watu mashuhuri na ambaye anakuwa ana viewers wengi. Ili jambo lao la uchafuzi likifanyika liweze kuwafikia watu wengi zaidi. Kwa hiyo kwa sisi, kwa sababu akaunti bado ni ndogo, hazina watu wengi, ndio maana jambo hilo kama vile tumeliepuka kwa sababu hizo. Lakini wale mara nyingi wanalenga wingi wa viewers ili wakituma jambo lao liweze mbali zaidi. Naam. Tunaweza kuikinga jamii dhidi ya udukuzi mtandaoni na athari zake kwa ujumla? Uwezekano wa kuikinga jamii upo, kwa sababu tumeona elimu nyingi zimetolewa, hususan kutobofya viunganishi mbalimbali unavyotumiwa pasipo kujua vimelenga jambo lipi. Kwa hiyo ni njia kubwa sana ambayo imeweza kutusaidia kuweza kuepukana na changamoto hii. Okay. Naftar, umewahi kusikia kuhusu udukuzi na pengine kuna mtu anamfahamu amewahi kudukuliwa? Kuna rafiki yangu wa karibu sana, mzaliwa mkoani Mara, wilaya ya Bunda. Ilikuwaje? Yeye alikuwa na account yake ya Facebook. Alikuwa na share picha za watu wa nje mashuhuri, wale wazungu, walikuwa ni wa China wale. Wakimtumia link anamwambia share, na share, mwisho wa siku account yake imeibiwa.
Kwa sasa vitu vinavyopostiwa vinakuwa kidogo, hata kwenye jamii vinatushitua. Nakuta na posti vyakula vyao vile vya China, nakuta vyakula na pia mavazi yao, na sisi kwa tamaduni zetu ni tofauti. Tamaduni zetu kwa wazazi wetu kuna wamevaa kama watu wa nje ni tofauti. Maana yake mavazi ya China na Waafrika ni tofauti. Kuna namna inatofautiana. Kwa hiyo wao ndugu jamaa na marafiki wanapokuwa wanaona vile video ama wanaona zile image, wanajua ni ndugu yao ndo wanaposti hivyo, lakini kumbe account ishaibiwa muda mrefu. Ndio. Tunawezaje kujilinda sasa dhidi ya huu udukuzi? Kujilinda na huu udukuzi ni kuepuka kushare, kama nilivyotangulia kusema awali, kuepuka kushare video za watu usiowafahamu, na pia watu usiokuwa na wasiokuwa followers wako, yani wasiokuwa marafiki. Kuepuka kushare pia video kama hiyo watu usiowafahamu, inaweza kukuletea shida kama hizi. Wimbi la udukuzi linatajwa kuwa wimbi kubwa zaidi, hasa kwa sababu ya watu kutojiweka salama zaidi mtandaoni. Na hii inaenda mbali zaidi kwa kuhofia kuathiri vizazi vinavyokuja, lakini kuhofia kuiathiri jamii, hasa kuanzia kwa watoto wadogo. Sasa tunaamini kwamba mitandao ya kijamii wakati mwingine inatumika kama sehemu ya kuwafurahisha watoto. Mzazi anaenda YouTube, anamwekea mtoto cartoon na vitu vingine kama hivyo, lakini anapomwekea anasahau kuweka limitation, kwamba wakati mtoto anaangalia inaenda mbali zaidi, anakuja yale matangazo ambayo wakati mwingine sio mazuri, yanaweza kumwathiri huyo mtoto na vitu vingine kama hivyo. Sasa bahati mbaya watoto wengine wanabofya pale, wanabonyeza, anaingia hata kwenye vitu ambavyo sio sawa sawa. Unafikiri jamii ina uelewa mzuri hasa kwenye upande wa matumizi ya mitandao? Kuna namna inabidi kwa watu walioelimika kuhusu hii mitandao ya kijamii wapate kuelimisha jamii pia kwa upande huo. Jamii bado ina struggle kwenye juu ya kutumia mtandao wa internet. Tunalika tofauti kwenye jamii, tunao watoto, tunao watu wazima ambao kipindi wao wanazaliwa wanakuwa masuala ya internet hayakuwa kwa kiasi kile. Sasa hivi dunia inavyozidi kwenda na internet inazidi kupanua wigo. Sasa hivi watoto wadogo nakuta wanatumia internet. Pia ni kuzuia hiyo, ni mtoto chini ya miaka 15 asitumie internet, labda ndio itakuwa kidogo nazidi kujenga jamii iliyo bora, kwa sababu mfano tu mtoto mdogo mwenye umri chini ya miaka 17 hawezi kwenda internet kwa ajili ya ya kupublish kitu chenye mantiki kwenye jamii. Zaidi atakuwa kwa lengo la kuenjoy. Ataingia kwa lengo la kuenjoy na pia labda kuona wanafanya nini wengine. Zainab, unafikiri jamii inauelewa sawa sawa hasa kwenye matumizi ya mitandao ya kijamii kwa ujumla? Kiukweli kwa mimi ninavyofahamu, jamii haina uelewa. Ukiangalia hata mimi hapa jinsi watu wanavyozungumza, ndio mimi najua kumbe ile ilikuwa ndo udukuzi. Yaani nilikuwa sielewi udukuzi ni kitu gani. Kwa hiyo jamii, naamini jamii haina uelewa kutokana na hicho kitu. Okay. Pelagia, jamii inafahamu na ni kwa kiasi gani unafikiri pengine huo uelewa upo kwenye jamii? Wapo wanaofahamu, ila kuna wengine hawafahamu. Wako wanaofahamu ila kuna wengine hawafahamu. Sasa hao ambao hawafahamu si ndio tunajikuta kwamba ndo wimbi kubwa au ndo kundi kubwa sana ambao wanadumbukia kwenye wimbi la udukuzi. Ndio. Tunafanyaje sasa? Watu tuwe makini, manake kuna mtu unaweza ukatumiwa namba, tuma hela kwenye namba hii afu jina nakuja fulani. Maana nakumbuka hicho kitu kisha kumtokea mamaangu. Alikuwa anaongea na mdogo wangu amtumie hela. Mdogo wangu akataka mama amtumie hela. Akamwambia tuma namba. Kabla hajatuma mama mdogo kaja namba nyingine, tuma hela kwenye namba inakuja hii. Mama akatuma. Mama mdogo akasema mbona hela haifiki? Kumbe tayari hela ishaenda kwa wadukuzi. Kwa watu kuwa makini, kabla hujatuma hela hakikisha mpigie kwanza mtu simu, hakikisha ndo namba jina ni hili ni sahihi. Kwa hiyo tu makini. Kanyuka, unaamini kwamba jamii inatambua kwa kiasi gani kuhusu swala ya matumizi ya mitandao ya kijamii kwa ujumla, kiasi ambacho inaweza kusaidia pengine kupunguza hili wimbi? Kuhusu kutambua ni sio wote wanaofahamu. Kuna wengine wanatambua kama hivyo walioanza kutumia simu, na kuna wengine hawatambui kutokana na sehemu. Mfano kama huko kwetu Tanzania wengi tumeanza kutumia simu, ni wachache wanaotumia simu kubwa.
Kwa maana hiyo kuna watu ambao wanafahamu na kuna wengine ambao hawafahamu. Unafikiri inachochea kwa kiasi kikubwa, yani kuwa na namba ndogo ya wanaotumia hizi simu inachochea kwa kiasi gani kwenye ongezeko la wimbi la watu wanaodukuliwa na kufanywa ulaghai na utapeli mtandaoni? Inaweza ikawa inachochea. Kikubwa tu ni labda taasisi au serikali itoe elimu. Kwamba ikija namba ngeni, na labda kama hivyo dada yangu amesema kwamba namba ikuja tuma kwa namba hii, kwa serikali itoe, na sio kwa mfano tu leo utolea, kwa sababu na mimi mwenyewe nakumbuka nimeshawahi kupitia changamoto kama hiyo kipindi fulani. Kwa mwaka 2023 nimefika hapa chuo. Nilipigiwa na jamaa fulani tu, alinipigia akajitambulisha kwamba ni mhudumu wa ilikuwa ni Tigo, ni mhudumu wa Tigo. Akanifungia na line kabisa, nikawa sina uwezo wa kutuma message au kupiga simu sehemu yoyote. Kwa moja kwa moja na mimi nikaamini. Umeona? Akaanza kuniambia sasa hapa nitakiwa tuhamishe kila kitu ambacho kipo kwenye line yako. Moja kwa moja mimi akili yangu ikaruka kwenye hela. Karuka kwenye hela. Sasa tukaanza kufanya pale process za kuhamisha zile hela, ilikuwa ni 200,000. Sasa mimi nilikuwa sijui kama nahamishia yeye kwamba sio mhudumu. Kutokana na hicho kitu ninachokifanya cha kunizimia mimi line, nikawa sina uwezo wa kuwasiliana, nikajua basi huyu itakuwa ni mhudumu wa timu. Nikatuma hela ikaenda. Hiyo ni kukosa elimu, nilikuwa sijui kwamba namba ya mhudumu ni namba 100. Lakini baada hapo nilipata elimu. Kikubwa ndio hicho, serikali itoe elimu tujue kwamba namba ya huduma kwa wateja ni namba 100 tu. Sio tu nafahamu. Ulifanyaje? Au hiyo hela ndio ilienda mazima au? Hela ilienda mazima. Na bahati hela ilienda, nilivyoenda pale wale mawakala wakubwa wale, ikawa haina uwezo wa kufanya. Nilienda kituo cha polisi lakini sikupata msaada wote. Okay. Lakini kuepusha yote haya ni elimu tu itolewe kwa wengi. Zainab anasikitika hapa. Joseph, tunafanyaje sasa kuiepusha na kuilinda jamii? Na wewe kwa upande wako unaamini kwamba hilo jambo lipo? Yaani watu wanatapeliwa, wanalaghaiwa, wanadukuliwa kwa mtandao? Jambo hili naamini lipo. Na takriban wiki 2 pana jirani yangu wanajishughulisha na huduma za pesa. Mara nyingi yule bwana hakai pale. Ana binti ambaye amempa ile jukumu kwa ajili ya kuendesha ofisi ile. Sasa alianza kupigiwa simu yeye kwamba simu yako ina changamoto hizi, kuna hatua unazokupa ndio uzifuate ili kuhakikisha unaweka sawa akaunti yako. Kwa sababu ana utambuzi akawa amekataa kufanya lile jambo. Hasa kwenye mfumo wa hizi akaunti za tili za pesa, sijajua utaratibu namba huwa zina operate vipi. Yaani kuna namba zinakopa zinafanya kazi zaidi ya moja. Wale wakasema kwa sababu huku pako hivi, wakapiga upande wa pili. Walivyopiga upande wa pili, anapokea yule binti anayetoa huduma kwenye ile line. Akapewa maelekezo hayo, akayafuata. Baada ya kuyafuata, yakajitokeza kama yotokeza kwa Bwana Kanyuka. Access ya kufanya jambo lolote ikawa huwezi kuipata. Kwa hiyo wao wakawa na uhuru wa kufanya vile. Yule bwana aliingia hasara ya takriban milioni 1 kwenye tili yake. Kwa hiyo jambo hili kwa kweli vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, kadri watu wanavotoka kuizungumzia jambo hili, ina create uelewa mkubwa kwa jamii, kwa sababu industry hii ya matumizi ya mtandao inakuwa. Kuna mtu hamiliki simu, kila siku watu wananunua simu. Kwa kuwa kizazi kinaendelea kukua na matumizi ni makubwa, kwa ni jambo zuri sana elimu iendelee kutolewa mara kwa mara kupitia shuhuda hizi. Nadhani imesaidia kuzima matukio mengi sana. Na kwa wakati mwingine sasa, kwa sababu vyombo vikubwa sana vinavyojitahidi kwenye kutoa elimu hizi, mara nyingi ni redio na TV. Kwa wakati mwingine sasa sana mambo haya unayakuta kwenye redio au kwenye social media, mtu ameamua kushare jambo ambalo limemkuta. Kwa tujitahidi kwa wananchi au kwa wasikilizaji kufuatilia pia TV, lakini pia kutana na jambo iliyoweza kumuumiza mtu la namna hii, unaweza ukalishare kwa ajili ya faida ya kutoa elimu kwa watu wako wa karibu na wale wasiokuwa wa karibu, kwa sababu tunatumia njia ya mitandao ya kijamii. Hivi Zainab, unaamini kwamba zikitolewa shuhuda, yani zikiwa zinatolewa shuhuda, kwa mfano mtu ambaye ametapeliwa au akaunti yake imedukuliwa, akitoka hadharani kushuhudia, inaweza ikasaidia kwenye kujenga uelewa, lakini na kuwafumbua macho baadhi ya wananchi na watumiaji wa mitandao? Ni kweli. Kwa sababu
na mimi nazungumzia kwanza upande wangu, maana nilikuwa sijui jinsi watu wanavyozidi kuzungumza, kuna uelewa na upata na kuna kitu nimejifunza. Kwa hiyo kupitia ushuhuda wao mimi siwezi kuibiwa tena. Kupitia ushuhuda wao. Pelagia, unaamini kwenye hilo kwamba shuhuda zinasaidia pia kuwafungua watu macho? Ndio. Kwa mfano kama mimi kwa tukio ambalo lilitokea nyumbani, mtu anatuma namba, jina linakuja hiyo. Hamna mtu tena anaanza kutumia njia hiyo kunitapeli au kunilaghai kwa namna yote ile. Au kutokana na mambo hapa ameongea Kanyuka, ameongea kakaangu hapo. Kuna kitu nimejifunza. Kwa hiyo sio rahisi tena mtu kuja tu kuniingilia na nikatuma hela au nikaingiza link yoyote. Kwa najifunza. Nafikiri pamoja na kwamba hizi story bado zipo na tunazisikia sana tu. Lakini bado pia watu wameendelea kutapeliwa. Unafikiri ni nini kinasababisha? Kitu kinachosababisha ni kutokufuatilia pengine vyombo vya habari. Sio lazima tu ufuatilie mitandao ya kijamii, social network, kuna radio, kuna television. Unaweza ukakaa tu muda fulani ukatenga muda ukasikiliza radio. Kuna watu wanatoa shuhuda mbalimbali kupitia radio, kipindi kama hiki. Mtu anakaa anatoa shuhuda, niliwahi kutapeliwa mwaka fulani, chanzo ni hiki na hiki, kilichosababisha wenda nilifanya hivi na hivi. Pia inakuwa kama yatumika kama ways ya kusaidia jamii. Mtu anaposikiliza media na television kama nilivyosema. Pia wafuatilie jamii, ifuatilie sana vyombo vya habari. Sijikiti sana kwa kufuatilia social network, Instagram, umeenda TikTok, umeenda pia na wasome pia website nyingi kufuatilia. Koleta bana, zinatolewa shuhuda hapa na watu wanaelezea namna ambavyo watatolewa. Mimi nakumbuka ni siku 2 nadhani zimepita. Okay. Sio mbali. Sio mbali. Kuna rafiki yangu mmoja aliyetapeliwa ni mdogo wake. Yaani amemuelekeza mdogo wake. Sasa sisi tunazungumza utapeli mtandaoni na udukuzi na ulaghai na kila kitu mtandaoni. Lakini kuna watu wanaitumia hiyo mitandao, akisha kusoma umeenda kutoa fedha, anatumia huo mwanya kwa ajili ya kuja kutapeli. Kuna rafiki yangu mdogo wake ametapeliwa shilingi milioni 2 juzi tu hapa. I think you ulinipatia hiyo story. Yes. Shilingi milioni 2 katapeliwa. Sasa hivi ni vitu ambavyo kimsingi ameelezea hapa, nafsa ameelezea, Kanyuka, Zainab ameelezea hapa. Na kila mmoja hapa ameelezea kwamba wakati mwingine tunakosa elimu au uelewa kwa sababu hatufuatilii yale ambayo anaelezewa kwenye vyombo vya habari, vitu ambavyo vinaelezewa kwenye mitandao mbalimbali, hasa social media hizi na website mbalimbali kama ambavyo Naftali ameelezea kwamba kuna vitu vingi sana vinawekwa huko. Lakini kitu kingine pia kuna kitu kinaitwa kuripoti ili vitendo vya uhalifu. Swali ni je, kila mmoja anafahamu mimi nikitapeliwa, mimi account yangu ikidukuliwa, ninajua ni wapi natakiwa kwenda kuripoti? Au natakiwa kufanya nini? Tuanze kwa Kanyuka. Kanyuka Kanyuka ana mengi. Kanyuka ana mengi. Kanyuka unafahamu na mamlaka husika ambazo zinahusika na kuripoti uhalifu wa mtandaoni? Yaani nikifanywa uhalifu mtandaoni, nikidukuliwa, nikitapeliwa, natakiwa kuripoti wapi? Kwa sasa mimi nadhani mfano kama hivyo nimesema, umetapeliwa hela. Kwa sasa labda ni jambo muhimu ni kutumia namba ile ya wahudumu namba 100, ndio wana uwezo wa kuizuia ile fedha. Lakini jambo lingine ni kwenda kituo cha polisi kwenda kutoa taarifa kule. Nadhani kwa kule wanaweza kukusaidia kwa sababu wengi wao wamesomea hivyo vitu. Sawa. Naftali? Jamii imekuwa ikipitia wakati mgumu sana, hasa pale wanapotapeliwa, wajui waanzie wapi na waende wapi. Moja kwa moja unajikuta wengine wanaenda hadi kituo cha polisi, nakuta hakuna msaada wote zaidi ya kuambiwa afuatilie apigie wahudumu kama alivyosema namba 100. Nakuta mtu anapigia wahudumu tayari mtu tayari kaisha toa hadi kwenye line, kaishachukua. Kwa hiyo kwa kidogo anachelewa, kaishachelewa. Sasa hapa jamii ni kuwa makini kwa kutumia zaidi, kuendelea kutumia namba ya wahudumu kwa wateja, namba 100. Ndio. Pelagia, tunafahamu namna ya kuripoti utapeli nikishatapeliwa mtandaoni? Mimi ninavyofahamu, pale unapojua kwamba hapa tayari nishatapeliwa, unapigia namba ya wahudumu kama nilivyosema namba 100.
yani hilo ndo nafahamu, na naamini baadhi ya watu wengi wanajua hilo. Sasa baada ya hapo ukishasikia hela imeshatolewa sijui sasa unaenda kuripoti kwa nani baadaye ili uweze kusaidiwa. Zainab, ukitapeliwa ikatokea umetapeliwa sasa hivi, ndio unafanya nini? Kitu cha kwanza nitawapigia simu namba 100. Okay. Ikishindikana naenda polisi. Joseph, pengine kwa uzoefu na uhalisia kwenye jamii wa maisha yetu ya kila siku, unafikiri ni utapeli gani hasa mkubwa zaidi kwa hapa nchini, hasa inapokuja kwenye masuala ya mitandao? Utapeli huu mkubwa sana unaofanyika umejikita kwenye simu za kawaida, hizi za message za kawaida. Na hii ni kwa sababu moja, maana haya matukio watu wana uzoefu kwamba aswasa mwisho wa mwezi inapofika majira ya mwisho wa mwezi, nadhani yani haiwezi kaisha miezi 3 kwenye simu yako usipokee ujumbe wa message kwamba kumba kwa namba hii, aidha kodi ya nyumba, mimi mwenye nyumba wako, au bwana hiyo pesa tuma kwa namba hii, jina itatoka fulani bin fulani. Sasa na wanafanya hivyo kwa sababu ndo watu wengi wadogo waliopo huko kwenye hizo simu za kawaida na ambao hawana elimu ya kujitosheleza kuhusu huduma za kimtandao. Okay. Na ndio maana wanafanikisha, na ndio maana na wao hawachoki. Lakini pia jitihada zinazochukuliwa ni kubwa, lakini huenda labda zikawa hazijitoshelezi kwa sababu matukio bado ni mengi. Kwa hiyo ilitakiwa waongeze kanda iwe kubwa, kwa sababu utaratibu wameweka mwongozo wa namba zao maalum za kutuma kupitia stapeliki, wanatoa mwongozo wa matukio yao namna ya kuzuia na namba za kutuma ili kuweza kuzuia matukio hayo, au waweze kufanya utaratibu wa kuweza kuwafungia laini hizo au kuweza kuwakamata kabisa. Kwa hiyo ni vizuri elimu iweze kutolewa kwa umma zaidi, lakini pia inapotokea wamekamatwa basi zisiweze kuchukuliwa hatua kali dhidi yao, ili iwe fundisho kwao na kwa wengine wenye tabia za wizi kupitia njia ya kimtandao. Okay. Kanyuka, ni kosa gani kubwa zaidi ambalo watu tunalifanya mtandaoni? Yaani kwa sisi watumiaji wa mitandao, unafikiri ni kosa gani kubwa zaidi ambalo watu tunalifanya, aidha kwa kujua au hata kwa kutokujua? Mara nyingi makosa huwa yanafanywa kwa kutokujua. Mfano kama hivyo tumeutoa, unatumiwa linki fulani, unaambiwa labda ni kwa upande wa YouTube. Sasa upo waga kuna magrupu haya ya WhatsApp, kuta jamaa anatuma linki, kazi yako wewe ufungue ile linki muongezee labda viewers. Sasa kwa kutokufahamu unaweza ukabonyeza ile link kama hivyo tumeongea, kwa kuta ile account yako labda una channel ya YouTube na wewe ikahakiwa moja kwa moja, ikaenda moja kwa moja. Kwa kutokujua ndio kunasababisha watu kufanya makosa. Okay. Tunawezaje sasa kulinda taarifa zetu binafsi za mtandaoni? Taarifa binafsi mtandaoni. Sasa hapo ndio hivyo sasa alivyosema kwamba kuna kuweka strong password. Na vitu vingine tunasoma tusome tujue. Okay. Ukishasoma unajua. Na serikali jitahidi kutoa elimu kwa vitu kama hivi vinavyotokea. Na pia sheria ziwekwe kwa watu kama ambao wanafanya vitendo kama hivi. Sababu kama mfano kama hawa mahaka mara nyingi si wamesomea. Mfano kama sheria ikiwekwa kwamba akikamatwa mtu aliyedukua akaunti ya mwenzako labda jela miaka 30, watu wengine watapunguza, wataviacha vitendo kama hivyo. Nafikiri tunawezaje sasa kulinda taarifa zetu binafsi za mtandaoni? Kulinda taarifa binafsi za mtandaoni, moja kabisa na ndo key point ni kuweka strong password. Pia kuna kama tulivyozungumza awali, kuepuka kushare ama mtu kakuomba urafiki ile za Instagram au kufollow kama Instagram hivyo, Facebook mtu umjui, hawezi kujua, kila mtu anakuja na lengo lake. Mtu kaita tu kwenye wakati anaperuzi akakutana na video yako, kukutana na account yako, labda kataka kutapia account kakufollow, wewe umemwadi mtu umjui, mnakuwa una comment picha zake na yana comment picha zako, ana share picha zako na una share picha zake. Mwisho wa siku ndo unakuta unazidi kujenga undugu wa karibu na yeye mtu usimjua. Maana yake mimi ukiniuliza labda ni niwe na urafiki na mtu labda katoka labda ni anatumia mtandao labda yuko Italy labda yuko nje ya nchi, mimi ni share naye urafiki, sijui mazingira yake na sijui
lengo lake kwangu, na maana yake ni mtu anijui kanifollow kana nini. Sasa na share picha au video ile sijui nazidi kucomment na nini, nazidi kujenga nayo karibu, kumbe na yeye ana lengo lake maalum nilomleta kwangu labda. Ndio. Zainab, tufanye nini sasa ili tuwe salama mtandaoni na kuepuka kudukuliwa? Cha kwanza tujitahidi kuwa wa binafsi na simu zetu. Yaani sio kila mtu tu anayekuja ni aseme simu yako nifanye hivi bila mpa. Kitu kingine ni kuweka password ambazo zitakuwa imara, ambazo zitasaidia wewe hata mtu akitaka kufanya chochote kwenye simu yako mpaka akufuate mwenyewe, ili ujue lengo analotaka kufanya kwenye simu yako. Hivyo. Pelagia, fanye nini ili tuendelee kuwa salama zaidi? Cha kwanza ni kuweka hiyo password imara, sio kila mtu awe anaingia kirahisi kwenye akaunti yako. Kitu cha pili ni kutoa elimu. Serikali, vyombo vya habari vijitahidi kutoa elimu kuhusiana na masuala ya kuibiana akaunti, udukuzi. Sawa. Naftali, twende hivi mpaka kwa Joseph. Tufanye nini sasa ili kujiweka salama mtandaoni na kuepuka kudukuliwa? Jambo kubwa la kufanya ni elimu itolewe kwa vyombo vya habari. Maana yake watu wamekuwa wanafuatia sana vyombo vya habari, ni redio, kuhusiana na nani na wale watu wanaozidi kujoin nao mazoea urafiki hasa kwenye mitandao ya kijamii. Ndio. Sawa. Kanyuka, mimi nadhani kwa hiki ambacho mnakifanya hapa ni mojawapo ya elimu kwa ambao wanatusikiliza, wanaweza wakajifunza kupitia sisi ambao tumetolea mifano zetu. Elimu ndio kitu kikubwa ambacho kama kikifanywa kazi na serikali ama nyie vyombo vya habari, watu watajua na wataelimika. Vitendo kama hivi vinaweza vikafungua kuisha kabisa. Asante. Joseph, Main FM umechukua nafasi kubwa sana katika uelimishaji wa jambo hili. Hakika mnaenda kuponya mamia na maelfu ya Watanzania kuweza kuepukana na utapeli huu. Kwa hii elimu ndogo kwao ni kubwa sana. Itakuwa ni tiba kubwa sana. Lakini jambo la pili, inatakiwa pia uwe mtu mdadisi. Udadisi unasaidia. Mimi udadisi nilijifunza baada ya kutapeliwa nikiwa na umri wa miaka 9. Hiyo nilitapeliwa ana kwa ana. Sawa, na wewe unayetusikiliza tuambie tu kupitia 0677000009 unafikiri tufanye nini ili tuwe salama mtandaoni kuepuka udukuzi wa mara kwa mara. Msikilizaji, baada ya kuwasikiliza wanafunzi hawa kutoka chuo cha FETA hapa mkoani Kigoma, sasa tukamsikilize Benedetta Clement Matayo ambaye ni afisa kutoka TCRA Kanda ya Ziwa, na hapa anaelezea namna ya kujilinda na uhalifu kule mtandaoni. Ndugu wasikilizaji kutoka Main FM, mimi ni Benedetta Clement Matayo kutoka TCRA Kanda ya Ziwa. Ninaomba niende moja kwa moja kwenye mada yetu hii ambayo inahusu ni namna gani tunaweza kujilinda dhidi ya uhalifu mtandaoni. Ili swali ni rahisi sana, namna ya kuweza kujilinda na uhalifu mtandaoni. Cha kwanza kabisa, hii ni juu yetu sisi wenyewe. Cha kwanza unatakiwa uwe makini namna ya kuweza kutunza taarifa zako wewe mwenyewe. Nilisema hata hapa wale kwamba muhimu ni kuweka password kwenye vifaa vyetu vya mawasiliano. Hiyo ndio njia ya kwanza ya kuweza kujilinda na uhalifu, kwa sababu ukishaachia wazi zile taarifa zako kwenye vyombo vyetu vya mawasiliano ama mtandaoni, unaruhusu mtu kuweza kukuingilia na kufanya uhalifu, aidha kukutapeli ama kutumia akaunti zako kutapeli watu wengine. Lakini kitu kingine, tunajilinda vipi na uhalifu mtandaoni? Cha pili, lazima uwe makini unapofanya maamuzi. Mfano, mtu akikutumia ujumbe ama akikupigia simu ya maelekezo ya aina yoyote, ndugu zangu, tuwe makini kabla tujatoa ushirikiano. Mtoa huduma atakupigia simu kwa kupitia namba 100 pekee. Hawezi kukupigia simu kwa simu binafsi. Ukipigiwa simu kwa simu binafsi, usifate maelekezo yoyote. Hiyo itatusaidia kulinda utapeli ama uhalifu ambao tunaupata kupitia mitandao ama kupitia vyombo vyetu vya mawasiliano. Na ukipokea ujumbe, lazima uchukue kwanza tahadhari kwamba
huu ujumbe nilioupokea ni unatoka kwa mtu sahihi ambaye kweli natakiwa kuwasiliana naye ama kumtumia pesa. Kwa lazima tuzingatie kuwa makini na kabla tujafanya maamuzi yoyote. Lakini kuna namna gani nyingine ya kuweza kujilinda na uhalifu huu? Kuna utapeli mwingine ambao unafanyika kwa njia za, kuna linki ambazo zinatumwa kwenye vifaa vyetu, kwa mfano hususan simu zetu za viganjani. Tunapokea jumbe kwenye magrupu, kwenye inbox zetu kwamba ukibofya linki hii itakupeleka moja kwa moja pengine ujipatie mkopo au umeshinda kiasi fulani. Ndugu zangu mnaopata fursa ya kunisikiliza leo, hakuna mtu ambaye amekaa tu kula na pesa za kumwaga ambazo watakutumia wewe akurahisishie, ama anakaa tu kula na kufikiria fulani ambaye haumfahamiani aweze kukutumia linki na wewe ingiza huko. Usibofye linki yoyote usiyoijua inayokuja kwenye kifaa chako cha mawasiliano. Lakini kitu kingine, namna gani ya kuweza kuripoti uhalifu ambao tunakutana nao katika mitandao ya kijamii? Unaweza kuripoti kwa kutumia kwa kupiga namba 15040. Hiyo itakuwezesha kuweza kuripoti message ambazo za kitapeli ambazo unazipokea kwenye simu zako. Unafanyaje? Utachukua ile namba ambayo imekutumia ujumbe huo wa kihalifu, utaituma kwenda 15040. Hiyo ni namba yetu ambayo maalum ambayo tumeiweka kwa ajili ya kuripoti uhalifu ambao unaendelea katika mitandao ya kijamii. Lakini kitu kingine, namna gani unaweza kuripoti uhalifu? Lipo jeshi la polisi ambalo linashughulika na makosa ya jinai, ambapo kwa mtu yeyote anayefanya uhalifu, kama mtu upo karibu na kituo cha polisi chochote, katoe taarifa jeshi la polisi kwa ajili ya usaidizi zaidi. Kule kuna kitengo cha cyber crime ambao wao wanashughulikia makosa jinai yote ya kimtandao na mengine, ili kuweza kukusaidia kwa urahisi sana. Hivyo ndugu zangu, ninaomba sana, ni rahisi mno. Kuna watu wanahangaika, wanapata changamoto, lakini ukisha ripoti namba hizo, ukisha ripoti uhalifu huo, unafanywa kazi kwa haraka na tunapata na sisi unatupa pia namna ya kuweza kubaini uhalifu ambao unaendelea kupitia mitandao ya kijamii. Sasa Emmanuel Mkojera ni mtaalamu wa teknolojia kutoka Jamii Forums, na hapa anatuelezea kuhusu antivirus pamoja na matumizi yake, lakini bila kusahau namna gani ya kusanidi antivirus pamoja na maneno siri imara. Antivirus ni software. Sasa Kiswahili cha software sijui nini, lakini naamini watu wanaelewa nikisema namna hiyo. Ni software ambayo yenyewe unaiweka kwenye vifaa vyako vya kidijitali. Unaiweka kwenye sana kwenye kompyuta, lakini hata kwenye simu sasa unaweza ukaweka antivirus. Sasa unapoweka hii software kwenye kifaa chako cha kidijitali, kinachotokea ni kwamba yenyewe inalinda kifaa chako. Inavyolinda kifaa chako, ina maana kwamba inakulinda wewe mtumiaji. Inavyolinda na inalindaje? Na inalinda kwa kuhakikisha ya kwamba unapotembelea tovuti fulani, unapopata email imekuja, barua pepe, unapokuwa umejiunganisha na internet fulani, unapokuwa una download application fulani, basi hizi antivirus inachokifanya ni kukagua vile vitu. Inavikagua, ndo hiyo kama mnasikia nasema scan. Inakagua na kuona usalama wa hivyo vitu. Inakagua na kuona email uliotumiwa, kiambatanisho kilichopo kwenye email, je, kipo salama kwa namna gani? Je, kina virusi vyovyote? Je, kina malicious software zozote ambazo zipo? Malicious software ndo zile software mbaya. Sasa unapo download kitu, umedownload sehemu, hususan hizi movies tuna download, watu wana download sana movies sehemu tofauti. Anapata link na download, hajajua bila kujua ile link imetokea wapi, yani kuna nini. Sasa kule mara nyingi hawa watu, hawa hackers huwa wanaambatanisha software ambazo si nzuri, ndio hizo malicious software ambazo zinakuwa na madhumuni tofauti, ama tu kukuchunguza, ama kuchukua taarifa zako, ama kufanya nini. Sasa unapokuwa na antivirus, ukidownload kitu kama hicho, antivirus inachofanya ni kuscan kama nilivyosema awali. Kwa hiyo kiscan yenyewe ama ina block matumizi ya kile kitu, ina delete kabisa na kuondoa kile kitu. Lakini kuna software nyingine za antivirus zitakwambia unataka tukifanye nini hichi kitu, tukidelete au tufanye nini.
na hii naamini watu wanapata, sababu mara nyingi unakuta mtu akidownload tuseme movies fulani inakuwa na mafaili 5, lakini mwisho wa siku akija kuangalia anakuta movie imebaki na mafaili 2. Sasa mafaili mengine yameenda, ile antivirus unakuta alionayo ndio inafanya kazi yake. Kwa kikubwa antivirus inakulinda wewe na kifaa chako kuhakikisha kwamba upo salama katika matumizi yako ya kila siku. Sasa tukisema tuzungumzie kwa undani kwamba hizi antivirus faida yake ni nini, ni kama nilivyosema awali. Faida ya kwanza ni kwamba kwanza ita detect kwa maana itaona, itazuia na kuondoa zile kama ni viruses au malware ambazo umepata kwa kutokana na kutumia tovuti yenye malware, link, kwa kufungua link yenye malware, kwa kufungua email au attachment kiambatanisho, umetumia a document, umetumia nini ambayo inazuia. Lakini pia hizo antivirus zipo ambazo zina block zile pop-up. Yani sijui kama nitaeleweka, lakini unapofungua kompyuta au unafungua simu, unaona ghafla kuna kama kitangazo kinakuja, kinaonekana kama nasema ni pop-ups zinatokea, wewe haujazitaja wala nini, lakini ndio hivyo zinatokea. Kwa hiyo pia antivirus zinazuia vile. Lakini pia inachokifanya ni ukaguzi wa kifaa chako, tunasema in real time. In real time kwa maana kwamba mara kwa mara inakagua kifaa chako na kuona, je, kuna kitu chochote ni hatarishi, kuna kitu chochote ambacho hatukitambui na tunabidi tukiondoe ili kumlinda mtumiaji wetu. Kwa hiyo ni faida nyingine. Lakini kikubwa pia unachokifanya ni inakulinda wewe kutoka kwenye vifaa vingine vya nje. Kama nilivyosema, unachomeka tunasema hard disk, unachomeka flash drive, kama kuna kompyuta zile zina CD, basi mtu anaweka CD. Kwa hiyo yote hiyo inachokifanya antivirus, sababu inakagua na kuangalia, basi unajikuta uko salama kwa sababu inakagua vitu kama hivyo. Lakini pale pia inachokifanya, ukitembelea tovuti, nimezungumza awali hapo mwanzo, ukitembelea tovuti ambayo antivirus yenyewe itaona hii tovuti haiko salama, hata huyu mteja wetu anatembelea kuna vitu haviko sawa, basi antivirus yenyewe itakwambia kwamba kwanza unapoenda kutembelea kitu sio salama. Lakini ikiwa sio salama zaidi, itakachofanya ni kuizuia kabisa wewe kuweza kutembelea ile tovuti. Kwa hiyo inasaidia kwa namna hizo. Hizo ndio faida ambazo naweza nikasema ni kubwa kwa antivirus. Ni kweli kila kitu kina faida na hasara zake, lakini kwa antivirus hasara zake ni ndogo kiasi kwamba tunaweza tukasema ni vizuri zaidi, yani kwamba zile faida zinakuwa nzuri zaidi kuliko hasara zake. Sababu hasara zake itakachokifanya, kwa sababu inakuwa inafanya kazi muda wote, pengine itakachokifanya ni kuwa itakuwa ita slow down kidogo system wakati unafanya kazi. Yani sijui niseme kwa namna gani, yani kwa mfano uko kwenye kompyuta, basi unajaribu kufanya kitu kidogo, inaweza kama iko slow kidogo, na hiyo kutokana kwamba inakuwa ina scan muda huo, inaangalia, unaona. Lakini kitu kingine kikubwa ambacho kinaweza katokea ni pale ambapo unakuta kuna site ambazo tunazitembeleaga tu sisi wengine bila kujua. Sasa unapotembelea tu hivi, yenyewe inakwambia site hii sio salama, kwa sababu kwanza hatuitambui, hatuielewi, site hii sio salama. Sasa wewe kama ni ndio yule mtu tu ambaye unatembelea site tofauti, utapata ugumu ku access site za namna hiyo, kutokana na kwamba itakuwa inakuzuia, inakwambia hapana, kitu hiki si salama kwenye kukitembelea. Kwa hiyo nadhani hivyo ndio vitu vikubwa ambavyo naweza kusema hasara zake. Lakini kiujumla zaidi ni vizuri kutumia antiviruses, ni vizuri. Lakini pia hizo antiviruses kwa zinakuja ziko za tofauti, kuna ambazo ziko bure na ambazo mtu anaweza kuzipata kwa kulipia. Kwa hiyo unaangalia, unajua mara nyingi mimi napenda kuwaambia watu bure hii ya ghali, yani kitu bure ni kitu ghali. Kwa hiyo ni vizuri sana kuangalia hizi antiviruses ambazo unapata bure. Lakini zipo za kulipia, mtu unaweza ukatafuta, ziko za aina nyingi. Sitatoa ushauri kwamba utumie ipi, lakini zipo za aina nyingi sana, ambapo mtu unaweza tu ukachagua ukasema sasa mimi nitatumia hii
alafu ikawa iko vizuri zaidi. Nadhani niliongea mwanzo kuna Kaspersky, hizo ni antivirus, kuna Norton, hizo ni aina za antivirus, lakini kuna McAfee, zote hizo ni aina za virus. Ni wewe tu kuangalia inayokusaidia ni ipi. Lakini pia hata hizi tunasema hizi program endeshi zetu, nikimaanisha kwamba Windows pia ina antivirus ambazo wengi watakuwa wamesikia inaitwa Windows Defenders, na ni antivirus ambayo ipo inasaidia kwa namna moja ama nyingine kuweza kuzuia vitu vya namna hiyo. Msikilizaji, nikukumbushe tu kwamba kipindi hiki ni sehemu ya programu ya mpango wa ushirikiano wa kidigitali Tanzania kupitia shirika la Tech Media Convergence kwa ufadhili wa balozi wa Marekani Tanzania na kwa ushirikiano na idara ya ofisi ya masuala ya Afrika nchini Marekani. Kuhusu sheria za Tanzania kuhusu udukuzi, lakini pia kuhusiana na kesi za ulaghai kule mtandaoni, tunaye mkaguzi msaidizi wa Jeshi la Polisi Magina Nsonda kutoka mkoani Kigoma, na hapa anatuelezea. Naitwa Magina Nsonda, mkaguzi msaidizi wa Jeshi la Polisi tokea ofisi ya kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma, kitengo cha polisi jamii. Lakini pia katika kitengo hicho cha polisi jamii tuna wajibu wa kufikisha elimu kwa jamii, hasa inayohusiana na viashiria mbalimbali vya makosa au vya uhalifu. Na wajibu wetu pia kama Jeshi la Polisi katika kitengo hiki ni kushirikiana na jamii kuhakikisha tunadhibiti na kuzuia au tunatanzua uhalifu wa makosa mbalimbali. Leo napenda nieleze kwa kifupi sana kuhusu sheria ya namba 14 ya mwaka 2015 ya mtandao ambayo tunaita the Cybercrime Act. Katika sheria hii kifungu cha 31 kinatoa mamlaka kwa Jeshi la Polisi kufanya uchunguzi, ukamataji na upelelezi, tuseme kwamba upelelezi wa makosa ya uhalifu wa mtandao. Na katika makosa haya ya uhalifu wa mtandao, ningependa kuwafikishia ujumbe maalum wananchi kwamba serikali kupitia mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA na Jeshi la Polisi ilianzisha kampeni ya Sitapeliki. Hii kampeni inalenga sana kuwakumbusha wananchi, hasa watumiaji wa mitandao ya kijamii na simu mbalimbali, kwa maana simu za mkononi na kompyuta kwa ujumla au vifaa vya kielektroniki, kuchukua tahadhari ya uhalifu wa mtandao kwa kuepuka mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, kuepuka kuwasiliana na wanaojiita watoa huduma wa mitandao pasipo kupitia namba 100. Kwa maana nyingine kwamba serikali inakumbusha kwamba namba 100 ndio namba pekee inayotumika kuwasiliana na mteja kutoka kwenye huduma ya mtandao husika wowote ule. Kwa unapoona mwananchi unapigiwa namba au unapigiwa simu na mtu ambaye anajiita ni mtoa huduma kutoka kampuni yote ya simu, ipuuzie na hakikisha unatoa taarifa kwa kituo cha polisi ili iweze kuchunguzwa na kufuatiliwa ni nani huyu anayefanya jaribio hilo la kutaka kufanya utapeli kupitia mtandao. Lakini pia kupitia kampeni ya Sitapeliki, Jeshi la Polisi linatukumbusha kupitia mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA kwamba turipoti matukio ya utapeli TCRA kwenye namba 15040 na kuhakikisha unapokuwa na ripoti unafuata maelekezo kwa usahihi kutoka kwa mtoa huduma wako kukamilisha uwasilishaji wa tukio husika. Lakini pia tunakumbusha walio karibu na vituo vya polisi, umeona kuna tukio la utapeli unafanywa, wahi haraka kituo cha polisi uweze kuliripoti ili liweze kufanyiwa kazi kwa karibu. Lakini pia tunakumbushwa kutunza neno siri, namba zetu za siri, password, na kuepuka kuwa na password ambayo ni nyepesi, kwa maana labda umeweka namba na mwaka wa kuzaliwa, kitu ambacho ni kirahisi sana kwa mhalifu kuingia kwenye mfumo wako wa account na kuweza kufanya uhalifu aina yoyote. Kwa hiyo tunakumbushwa pia kuepuka kuwapa watu wengine namba zetu za siri, kwa maana ya nywira au password. Hii itatusaidia kulinda usalama wa akaunti zetu za M-Pesa, benki na kadhalika. Lakini pia tunakumbushwa kila Mtanzania sasa hivi anapaswa kuwa na namba ya NIDA. Sasa kwa wale ambao tuna namba ya NIDA na tumesajili laini zetu kupitia namba zetu za NIDA, tujiridhishe
na idadi ya namba zilizosajiliwa kwenye NIDA zetu kama ni namba ambazo ni za kwetu kweli, kwa kupiga *106 leli kuangalia namba zilizosajiliwa na kitambulisho chako cha NIDA. Na ukikuta namba usioifahamu imesajiliwa kwa NIDA yako, fika kwenye duka la mtoa huduma wa mtandao husika uweze kuifuta. Lakini pia tunakumbushwa kulinda taarifa zetu hata za akaunti zetu za tunazozitumia kwenye mitandao ya kijamii kwa kuepuka kubofya kwenye viunganishi kwa maana ya links tusivyovifahamu. Tunasisitiza sana kwamba ukipata changamoto yoyote ya kimtandao piga 100 ili uweze kuhudumiwa na mtandao husika, iwe Vodacom, Airtel, Yasi. Lakini pia naomba tu kukumbusha sheria ya mtandao hii namba 14 ya mwaka 2015 inakataza mambo kaza wa kaza ambayo kwa kweli wananchi tunaomba tuwakumbushe. Kwa mfano, jambo la kwanza kwenye kifungu cha 4 cha sheria hii linakataza kudukua au kuingilia mawasiliano ya mtu mwingine. Unapodukua mtu mwingine unaanza kuchunguza taarifa zake pasipo yeye kuwa na idhini hiyo. Kuidhini hicho kitu ni kosa la jinai. Lakini pia sheria inakataza matumizi ya picha za utupu kwenye mtandao wa kijamii. Unaweza kurekodi wenzio, yani inakataza kurekodi mtu katika hali ya utupu au mtoto na kuipakia hiyo picha kwenye mtandao wa kijamii kwa lengo la kumchafua au kumnyanyasa. Ni makosa makubwa ambayo tunakumbusha kwa hii sheria kwamba kwa kweli unapopatikana na hatia hiyo utalazimika sasa kutumikia kifungo gerezani na kulipa faini na fidia au vyote kwa pamoja. Lakini pia tujihadhari na utapeli wa mtandao. Pale tumekumbushwa kwenye kampeni ya Stabiliki kwamba mitandao yote ya simu inawasiliana na wateja wake kupitia namba 100. Kwa hiyo pale tunapopigiwa simu tuna mtu tunayemfahamu au tusiyemjua na kuomba kuunganisha na mtu fulani kwenye biashara ya asili yenye faida, au tu anakuomba ufanye tukio lolote lile au ushirikiano wote ule wa kupata pesa kwa njia ya asili, na wasi sana wananchi tuchangamke, tushtuke hiyo hali, tuende turipoti kwa jeshi la polisi liweze kufuatilia na kuchunguza huyo mtu anayekupigia hiyo simu ili tuweze kudhibiti hilo wimbi la uhalifu kwa maana ya kutapeliwa. Lakini pia kuna hili swala la kutumia ujumbe mfupi wa dharura. Unaweza tu na imani kwamba wananchi wengi tuna ndugu mbalimbali ndani ya nchi au nje ya nchi. Mtu anakutumia message labda kwa mfano na mtoto wako anasema shule fulani, anakuambia mtoto wako amezidiwa, amelazwa na kadhalika. Makosa haya ni makosa ya jinai. Tunawakumbusha wananchi, unapopigiwa simu ya dharura ya aina yoyote ile, jiridhishe na anayekupigia. Wasiliana shule husika, wasiliana eneo husika na watu ambao una uhakika nao, tofauti na hiyo namba ile kupigia ambayo ni mpya kwako, na ujiridhishe kama kweli mtoto au ndugu yako ana tatizo hilo ili uweze kulidhibiti na kulizuia. Kwa hiyo watu wa namna hiyo pia wao wanatumia mbinu ya message au kutumiwa pesa hewa. Ukiambiwa hiyo pesa tuma kwa namba fulani, tunawasihi sana wananchi, jiridhishe kwanza au na wanao kupigia na kukupa maelekezo. Na tunashauri sana jeshi la polisi, wananchi unapokuwa na changamoto yote ya kimtandao, nenda kwenye dawati la mtoa huduma au piga namba 100 uweze kuulizia kama kweli hilo tukio au hiyo hali inaweza kutatuliwa namna gani. Lakini pia tunakumbusha wananchi, hasa wazee wastaafu na wenye wazee wastaafu, kuepuka kuhudumiwa huduma za pensheni, mafao kwa kupigiwa simu. Tunasisitiza sana kwamba angalau wazee, una changamoto yote ya mafao yako, nenda ofisi ya mafao ambayo ipo kila mkoa. Usikubali kupigiwa simu. Basi hata kama ukipigiwa simu, usitoe siri zako za akaunti yako ya benki. Usitoe taarifa zako kupitia mawasiliano ya simu. Ni vizuri na ni vema sana mstaafu, nenda kwenye ofisi ya mafao uweze kusaidiwa kwa karibu sana, kwa sababu hizo ofisi zipo kila mkoa na serikali imeboresha sana hizo ofisi, zinafikika, huwezi kupotea. Na unapoona kama labda huwezi kuifahamu ofisi ya mafao ilipo, fika kituo chochote cha polisi kilicho karibu na wewe, ulizia unahitaji kufahamu ofisi ya mafao ilipo,
ili uweze kuhakikisha kwamba unafika mahali sahihi, kwa sababu pia inawezekana sehemu zingine ukadanganywa si kwamba ofisi ya mafao iko mahali fulani na ukatapeliwa. Lakini basi ukifika kwa jeshi la polisi ni rahisi sana kuifahamu ofisi ya mafao, na njia rahisi sana ya kulifikia jeshi la polisi ni kupitia polisi kata. Tunawaomba sana wananchi wawatumie polisi kata ambao wako kwenye kata zote ndani ya mkoa wetu wa Kigoma. Kata zote zina polisi kata, na ili uweze kumfahamu vizuri polisi kata, fika ofisi ya mtendaji wa kata. Onana mtendaji wako wa kata, muombe unahitaji mawasiliano ya polisi kata. Huyu atakusaidia sana kukuunganisha na huduma unayohitaji kwa usalama zaidi, na atakusaidia pia kukuelimisha changamoto yote ya kiuhalifu ulionayo. Umeona kuna jambo lolote la kimtandao ambalo limekusibu, umedukuliwa, umeibiwa pesa zako, umefanywa jambo lolote la kiuhalifu wa mtandao, umetukanwa kwenye mtandao na mtu ambaye humjui, anakutumia matusi tu, humfahamu. Tuseme tu kwa ujumla, ndugu zangu wananchi, kwamba swala lolote lile ambalo unaona ni uhalifu lakini unafanyika kupitia kifaa cha mawasiliano, iwe simu au kompyuta, onana na polisi kata au fika kituo cha polisi kilicho karibu na wewe. Watakuelekeza namna gani uweze kushughulikia lalamiko lako. Lakini kikubwa zaidi, sisi jeshi la polisi tunapokea kesi zote na tunazichunguza, na kupitia kitengo cha uhalifu wa mtandao tunashughulikia makosa yote ya uhalifu wa mtandao. Uwe umeibiwa, uwe umefanya tukio lolote lile la kijinai linalohusiana na mtandao au matumizi ya mtandao wowote ule, fika kituo cha polisi ili uweze kusaidiwa. Tuna wapelelezi wazuri na ni watoe wasiwasi. Kupitia polisi jamii tunazidi pia kuwakumbusha wananchi kwamba jeshi la polisi sasa hivi limeboreshwa sana, lina askari wenye uweredi wa hali ya juu, wenye uwezo wa kuchunguza makosa mbalimbali yakiwepo makosa ya mtandao. Kwa hiyo tunapofika kwenye jeshi la polisi, kwanza tunawaomba wananchi waendelee kulipa ushirikiano, kuhakikisha kwamba unapoenda kukiripoti usitoe tu taarifa ya uongo, iwe ni taarifa ya kweli ambayo itawasaidia jeshi la polisi kuchunguza tuhuma hizo na kuweza kumsaidia mwananchi kuweza kudhibiti hiyo hali. Na kwa ujumla tu niwaambie tu wananchi kwamba jukumu la jeshi la polisi ni usalama wa raia na mali zake. Hivyo una changamoto yote ya usalama wako au mali zako, fika kwa jeshi la polisi. Na kama uko karibu na kata yoyote ile, fika kwa polisi kata, muone polisi kata wako, mueleze changamoto yako, atakupa mwongozo mzuri sana, na usalama wako au mali yako itazidi kuwa salama zaidi kwa kushirikiana na jeshi la polisi. Asanteni sana wananchi, karibuni sana kwa jeshi la polisi Tanzania, hasa kwa jeshi la polisi mkoa wa Kigoma, katika kila kata. Nimerudia tena, naomba sana niseme hii kata kwa sababu kwamba tuna kata zingine ziko mbali na makao makuu ya jeshi au kituo cha polisi, lakini kwenye kata husika kuna kituo cha polisi, kwa maana kwamba kuna polisi kata yupo. Karibuni sana, tushirikiane kuzuia uhalifu wa mtandao na makosa mengine ambayo yanaweza kutendeka katika mazingira yetu. Asanteni sana. Msikilizaji, nikukumbushe tu kwamba kipindi hiki ni sehemu ya programu ya mpango wa ushirikiano wa kidigitali Tanzania kupitia shirika la Tech Media Convergence kwa ufadhili wa balozi wa Marekani Tanzania na kwa ushirikiano na idara ya ofisi ya masuala ya Afrika nchini Marekani. Kipindi hiki kimetayarishwa na studio za Main FM Radio Kigoma. Tufuatilie kupitia mitandao yetu ya kijamii @mainfm Tanzania au kupitia nambari ya simu 0677000009. Kwa niaba ya wote walioshiriki nasi, mimi ni Koleta Hume nami ni Beka Muhamba. Kwa pamoja tunasema mpaka wakati mwingine, kwa heri.